Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Tumealikwa kwenye tamasha hili la kidini na tumepata fursa ya kueleza mambo mbalimbali, ikiwemo kueleza mambo ambayo serikali inafanya katika kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa ni nguvu chanya, lakini pia chachu ya maendeleo katika jamii yetu. Mambo makubwa ambayo tumeyazungumza, moja ni kuomba na kuwasihi vijana wetu wajitambue, waweze kutimiza wajibu wao katika kupambana na changamoto mbalimbali zilizopo. Ndio serikali na wadau mbalimbali tumeweka fursa mbalimbali za uwezeshaji vijana, ikiwemo mitaji ya riba nafuu, masharti nafuu, ikiwemo fursa za masoko na fursa zingine nyingi tu, lakini ni wao kuzichangamkia hizo fursa. Lakini la pili, vijana kama nguvu ya taifa, kama fahari ya taifa, wanalo jukumu la kuhakikisha kwamba tunaendelea kama taifa kuwa taifa la amani, ambalo lina ulinzi, lenye utulivu, ambalo litatuwezesha sasa kuendelea kufanya shughuli zetu vizuri. Kama ni biashara, kama ni kilimo, tufanye shughuli zetu kwa amani, kwa utulivu. Lakini hususan mwaka huu, kwa sababu mwaka huu ni maalum kabisa kwa nchi yetu, mwaka wa kihistoria, ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tumeomba na kuwasihi vijana wao kama raia watumize wajibu wao wa kiraia na kushiriki kikamilifu katika michakato ya uchaguzi. Awali yote nimshukuru sana Baba Askofu Daktari Alex Malasusa, mkuu wa kanisa, lakini pia ni mkuu wa jimbo hili la Mashariki na Pwani. Yeye pamoja na wasaidizi wake wote kwa kazi mzuri wanaoifanya ya kuendelea kutuleta pamoja sisi wote wana Kinondoni, wana Dar es Salaam, kutuendelea kutuimarisha kiimani na kuwa wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu. Na kupitia kongamano hili, tamasha hili la Twenzetu kwa Yesu, ikiwa na kauli mbiu ishi kwa malengo, kwa kweli tumekusanya vijana wengi kuja hapa, na mimi nimepata nafasi ya kusalimia. Na nilichoambia vijana kwamba ukienda kwa Yesu kuna amani, ukienda kwa Yesu kuna upendo, ukienda kwa Yesu hakuna madawa ya kulevya, ukienda kwa Yesu hakuna ulawiti, hakuna ubakaji, hakuna uzurulaji, hakuna wizi. Kwa hiyo vijana wote wa kanisa hili na washirika wote waendelee kwenda kwa Yesu, kwa sababu kwa Yesu kuna mambo yote. Lakini pia tumejifunza kupitia kongamano hili kwamba ukiendelea wewe kuwa mcha Mungu vizuri, basi hata masuala ya uwekezaji na namna yako ya uishi yataendelea kuboreka tu. Tumeandaa tamasha hili la Twenzetu kwa Yesu kwa mwaka 2025 kwa mafanikio makubwa sana. Kama mnavyoyaona, kwa mwaka huu imekuwa ya kipekee. Kila mwaka tamasha hili linakuwa. Huu ni mwaka wa 12 sasa tamasha hili tunalifanya, lakini kwa mwaka huu tumefanya pia exceptional kabisa. Tumekuwa na tamasha lingine pale Mlimani City, tamasha zuri la corporate event la Twenzetu kwa Yesu. Walihudhuria watu wazima wenye vaa suti zao, waliovaa nguo zao kama vile wanakwenda harusini. It was excellent. Ilikuwa nzuri sana kwa sababu walifurahi, walimwimbia Mungu wao, wakaabudu, wakaomba. Hayo ndio malengo yetu sisi tunayotamani kuona watu wanafikia. Kwa mwaka huu kwa eneo la vijana hapa Tanganyika Packers, tarehe hii ya 21, mwenyewe mnaona ni mafuriko. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili, kwa sababu tukiimba na vijana, tunawapa neno, tukiwapa neno wanaimba. Wakiimba tunawapa neno. Kwa hiyo kuna mtu mmoja, wawili, watatu, 10, 1000, mamia na maelfu watakuwa wameondoka na kitu kwenye mioyo yao. Kama sio kubadilika, basi ni kufikiria kubadilika. Lakini pia siri ya mafanikio haya ni commitment. Commitment na malengo, kama tulivyosema ishi kwa malengo, ndio tuliokuwa nayo tangu mwaka jana mwezi wa 10 tukifanya maandalizi ya tamasha hili, na sasa tumefanikiwa. Tarehe 21 hii leo tumefika kwa mafanikio hayo mnayoyaona. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.